Hello Tanzania, Afrika na dunia kwa ujumla, mambo vipi? Kwa majina anaitwa Monsuri au Mr. Fine. Bwana, leo niko ndani ya Bonyoka na huku bwana, kama unavyojua, ukishaniona tu nimesimama hivi na mtu basi jua kuna kitu ambacho hakipo sawa na tunaenda kukiweka sawa, si ndio? Bwana, my brother hapa kanipigia simu, ni kwamba kuna bodaboda uwaga anapenda sana kumzoea mkewe, na anavyosema yeye ni kwamba, namnukuu alivyokuwa ananiambia, ni kwamba bodaboda huyo uwaga mara nyingi uwaga anapenda kumwagiza mpelekee shemeji yako kitu fulani. End of day akaja kugundua kuwa huyo bodaboda ana mazoea na mkewe, akamfuata akamwonya, lakini kijana ilikuwa kidogo changamoto kuelewa kitu gani anachoambiwa. Baada ya muda sasa, tusiongee mambo mengi, hapa tulipo ni kwamba kapigiwa simu bro hapa na mmoja wa nani alikupigia? Ni jamaa zangu tunaishi nao tu wote pale. Okay. Wamempigia simu na wamemwambia kuwa huyo mshikaji leo imeonekana ameshinda kwa mwanamke wake kwa muda mrefu, na yeye alikuwa kazini, kwa ametoka kazini haraka, tupo huku imradi kwenda nyumbani. Hapa tulipo sio mbali sana na nyumbani. Pita tu mamangu, usijali. Pita tu. Hapana mamangu, anakupisha. Wewe sogea huko baba. Sawa. Hawezi kukupiga mamangu, pole. Pole. Lakini pia mimi napewa nguvu na ndugu zangu wa Barcelona Hotel. Bwana, Barcelona Hotel ndio hoteli za kijanja kabisa hapa Dar es Salaam, na ziko mbili tu, Goba Center pamoja na Goba La Stanza. Lakini pia kuna Barcelona Real Estate. Kama unahitaji viwanja, unahitaji kununua nyumba, au unauza nyumba, unauza kiwanja, basi hakikisha unapiga kwa namba hizo hapo chini ambazo unaziona kwenye screen, mradi tuweze kufanya biashara haraka sana ambazo zinafahamika kiserikali. Bro, unaitwa nani? Mimi naitwa Deepak. Deepak. Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi nimezaliwa Tandale ndugu yangu. Tandale. Okay. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo ni kwamba Tandale ndio nyumbani nilipozaliwa. Okay, sawa. Hizo dalili za kumuona kuwa mpenzi wako ana mtu mwingine, hizo ulianza kuziona wakati gani? Yaani kipindi gani ambacho uliweza kuona kwa mimi mpenzi wangu bwana sasa hivi ananichiti na bodaboda? Uliona nini labda kwa huyo mwanamke wako mpaka ukajua kuwa mshikaji wako anapigwa na zileta za mazoea kwa mwanamke wako? Kwanza zilianza dharau ndani. Dharau kije, wakati msichana wangu mimi alikuwa mtu ananisikiliza, ananitina tukitaka. Tunajua nimemtoa mbali akaja huku, alikuwa ni mstaarabu, lakini yani kwani mwanamke wako ni wapi? Atokea Tanga. Ni mtu wa Tanga. Na mpo kwenye ndoa au labda ni yale mahusiano tu, aidha wazazi ndugu wanatambua? Mahusiano yote wazazi tu wanatambua, tulikuwa kile mpango kwenda kuoana. Lakini bado mjaoana? Hatujaoana. Tusicheleweshane sana, inabidi twende huko, mwenyewe natamani kumuona huyo, kwa sababu hii sio kitu kizuri jamani, sio kitu kizuri. Yaani katika vitu ambavyo vijana wa kiume wanatakiwa kuviepuka ni mke wa mtu na tamaa zingine. Yaani unapokuwa unamtamani mke wa mtu, basi jua unajitengenezea yani uhai wako pamoja na kifo kuwa karibu. So mimi sitaki kuongea sana brother. Video hizi hapa, hii mshikaji katoka hapa kibodaboda yake hapa, nimepigiwa picha na washikaji zangu pale karibu na hapa ndo nyumbani? Hapa ndo nyumbani. Unaona mmenikoja. Unaona. Basi jamaa anapigwa za kimeusho sana. Sikia, twende basi au vipi? Pamoja ndugu yangu. Wewe umesema kwa sababu uliniambia kwa tunaingia hapa na hapa sio mbali, ndio maana nikamwambia tusimame hapa ili mali tuweze kushuti hili jambo letu. So nani anatangulia? Mimi sasa mimi sipajui njia kakaangu. Sawa. Wewe usijali ndugu yangu. Mungu atakuwa na sisi na lazima tutawini katika hili. Huko sasa tunaenda kuangalia kama tunaweza kuweka mambo sawa. Tukishindwa kuweka sawa, alhamdulillah. Nani unamwambia? Huyo mshikaji au mwanamke wako ndo unamwambia kuacha mazoea nao? Yule kijana kafu unamwambia acha mazoea na mke wangu, lakini anielewi. Si ananitafutia sababu gani? Huyo boda. Nakuaje kaka? Boda
Yaani sijui mwenyewe ilifeli wapi. Kwa kipindi nilikuwa namtumaga ete vitu pale nyumbani pale. Sasa baadaye nikamwambia bwana, sitaki bwana mke wangu umpelekee vitu pale. Yaani huyo jamaa naye yani. Mmesikia jamani? Ila anielewi bado, mke wangu anaendelea kumtuma. Kila siku namuonya anielewi. Mimi sija natafutia sababu gani anisielewi yani. Kwa hiyo ni kwamba kiujumla mwanamke wako pamoja na mwanaume wote wana mazoea pamoja, si ndio? Wana mazoea ndio. Ila kengi je kuyakata wanielewi. Kwa hiyo hapo nani ambaye ndio anakuwa sababu kubwa? Ni mwanamke au mwanaume unavyoona? Sababu kubwa ni yule kijana. Huyo ambaye huyo boda. Ana mazoea ya kijinga, kipumbavu. Kila siku namwambia mdogo wangu, sitaki umletee mwanamke wangu bidhaa zako, sitaki. Anamtuma sokoni, anamtuma wapi, nimemkataa. Lakini sasa sio ananitafuta nini? Jamani, nani kwani anayemtuma mwenzie? Ni wewe ndio unamtuma huyo bodaboda au mwana? Zamani nilikuwa namtumaga mimi. Kwa hiyo jamani kwamba wewe ndio ulikuwa unajuana naye? Hakuna mtu, yani wewe ndio umemkutanisha na wife wako? Ndio nimemkutanisha, nilikuwa namwambia bwana mazingira yangu ya kuchukua hapa ofisini bwana, kampelekea mke wangu nyumbani, anampelekea. Sasa baadaye nikashtuka, nikasema bwana, sitaki umpelekee tena vitu vyangu mke wangu nyumbani. Sasa mke wangu kitu gani ambacho ulikiona labda mpaka ukashtuka sasa ukaona kwa nini hebu mke wangu acha mazoea na umshikaji? Kitu gani ulikiona? Yaani kuna wale mazoea yamezidi sana, yamepitiliza, ni mpaka mimi mwenyewe nashangaa. Ambayo na wenyewe wanakuonesha kabisa. Sometimes unaona mazoea hata mimi mwenyewe mke wangu anaonesha na muone. Kuona voice yani au unavyoona ni kwamba kuna uwezekano mkubwa sana jamaa akawa anaishi kwa huyo mwanamke. Au hapana? Itakuwa hapana bwana, twende sio bwana. Itakuwa tu labda una mazoea unajua Yaani bro umesikia? Sasa hapa kwanza tumefika tujafika. Maana sio hapo tu ndugu yangu tunakaribia. Sasa sikia, kama tumeshafika, kama ni mitaa hii tufanye hivi. Tusioneshe paniki yoyote. Tunafika pale tunazungumza kipole pole. Mimi, wewe, bodaboda na mkeo. Tujue mkeo anamtaka nani. Kama mkeo ataona sijui nini na nini mieusho, basi utamwachia ondoke naye wewe mshikaji. Au unalionaje? Mimi sherehe hapa nishabaga. Tutajua. Basi twende. Oya, huku tuko Bonyokwa vilima. Okay. Ndo hapa. Ndo hapo. Bodaboda kapaki na kakaa sana hapa. Rafiki kuna nini tena hapo ndugu yangu? Alafu kwa hiyo godoro langu vitu vyangu yani Lakini unajua nini bro? Subiri nikwambie kitu kimoja. Wewe unaweza ukahisi vitu kama hivyo, kumbe wenzako hawajafikia katika hiyo stage ambayo wewe unawaza, unajua Inabidi pia tulikumbuke hili bro. Vile ndugu yangu vile, angalia. Mlango umefungwa vile, unafikiri kuna nini vile? Mlango umefungwa kule kuna nini jamani? Mimi anatafuta nini jamani huyu? Mimi sitaki zabishai na mtu. Mimi mbona nimetulia? Sasa kwa nguvu bro, unaweza ukasikika. Au sauti yako unafikiri haitambui? Sio haitambui. Usipaniki brother, usipaniki bwana, usipaniki hivyo. Sawa? Chukulia kawaida. Yaani hizi situation bro mimi naweza kuzimudu. Kwa hiyo make sure una cool down. Yaani haya ni mahusiano. Alafu dakika za mwisho watu wanakuja kwenye maisha yetu na kutuacha. Maisha ya kweli ni ya kwako mwenyewe. Kwa hiyo usitaki kupoteza muda kulia kwa mtu ambaye hata akiondoka kesho kutwa viungo vyako vinabaki bro. Sawa? Twenzetu mwanangu, usilielie sana. Kwa hiyo jamaa chumba chake ndio hichi. Kwa hiyo unataka kuniambia hapa jamaa yupo ndani? Ndio nimeambiwa kule viatu hapo. Yupo. Basi. Tulia. Joka. Sasa nasikia sikia njoo basi sikia. Sijui kama wapo ila nasikia kama muziki kanalia. Mwanamke wako anaitwa nani? Anaitwa na. Njoo bro. Ngoja bro, ngoja. Hivyo sawa. Jamani. Ngoja basi, sawa. Dakika moja hapa bro.
Odi. Odi. Na. Odi. Hey, mambo vipi? Pole kwa usumbufu. Kwema? Kwema. Sawa, asante. Nilikuwa na shida moja hivi. Samani, wewe ndo naye? Shemu yupo hapo, naweza nikazungumza na shida na Shemu one time kama tunaweza tukazungumza. Mume wangu katoka. Katoka? Uko peke yako? Shida nini kwani? Mimi nimeuliza. Nimekwambia niko peke yangu. Shida na bro kama naweza kuzungumza naye. Nisha kujibu kwamba hayupo. Una shida gani nyingine? Mbona kama umekuja kunichunguza? Brother, nakuomba mara moja. Maana mimi nakuona nataka niongee na yeye vitu vizuri, wewe unaanza kunaniliu kuongea kwa hasira. Muangalie ndugu yangu. Ndani kuna nani? Mume wangu yupo yule. Nani? Ndani upo peke yako, upo na nani? Yupo huyo nani? Yupo peke yangu mume wangu. Upo peke yako? Oya. Subiri, hii pikipiki ya nani? Pikipiki. Sijajua, mimi nilikuwa nimelala, sijajua nani kapaki, labda jirani. Nakujua vizuri ujue. Ukindanganya najua, ukiniambia kweli najua. Mume wangu niamini. Ndio alikuwa ndani na. Kwani tumuone mu ndani kuna nani? Hamna mtu yeyote. Unafikiri pikipiki mimi sijui? Unafikiri pikipiki sijui? Pikipiki mimi sijui. Mu ndani uko na nani? Wewe bro, kama kuna mtu ndani umotoka basi. Unaona. Nakuaje? Wewe nini wewe? Sasa kwa nini umekuja na kurekodi? Kwani nyinyi shida nini lakini? Ngoja. Kwani ndio huyu? Nileta mzigo wa shemeji. Mzigo gani? Kwani uko mbele kuingia mdomo kwa shemeji yangu? Subiri, subiri kwanza mimi nikuulize. Kurekodi. Shemeji Ngoja, mwanangu. Wewe unafanya nini huko ndani? Subiri. Basi usimgusa bro, ngoja usisukume. Subiri. Subiri bro, ngoja basi, ngoja kwanza bro, ngoja. Subiri mwanangu, ngoja. Wewe mwanangu unafanya ni za nani hizi? Zako? Sio za kwangu, mimi shemeji ndo kaniagiza. Bro, hizi zako? Zako hizi? Sio zangu hizo. Mimi kutumia mimi, yani kwangu tumia. Bro, wewe unafanya nini huko ndani? Ni kwako? Sio kwangu. Sema nilikuwa nimeleta mzigo wa shemeji. Alikuwa mzigo gani? Shemeji gani? Chakula. Nani? Huyo. Demo wa blaza, lakini cha ajabu nashangaa huko ndani sijamkuta blaza mwenyewe. Wewe ndio wewe ukaamua kukaa huko. Chakula kinyengi kwa ambacho wewe umekinaniliwa. Chakula kile kule kwenye kona. Embo hicho chakula mwanangu. Kuna chakula? Chakula gani? Kakaza okay, matatu. Subiri, Shem njoo. Ngoja. Ngoja kwanza. Shem huyu amefuata nini ndani? Nilikuwa nimemwagiza. Njoo mwanangu. Mtoto mkubwa. Wewe tadharau, tunatafuta nini huko tulipotoka? Ngoja basi. Wewe tadharau, Nitakuumiza, umesikia? Subiri. Okay. Subiri. Amekuletea chakula gani? Amekuletea nini? Nilimwagizia tu chips zile pale. Saa ngapi? Oya. Nini lakini? Kwani ndio huyu? Nileta mzigo wa shemeji. Mzigo gani? Kwani uko mbele kuingia mdomo kwa shemeji yangu? Subiri, subiri kwanza mimi nikuulize. Kurekodi. Shemeji ndio alimaliza. Ngoja, mwanangu. Wewe unafanya nini huko ndani? Subiri. Basi usimgusa bro, ngoja usisukume.
Subiri. Wewe subiri bro. Ngoja basi, ngoja kwanza bro, ngoja. Subiri mwanangu, ngoja. Wewe mwanangu unafanya Ni za nani? Zako? Sio za kwangu, mimi shemeji ndo kaniagiza. Bro, hizi zako? Zako hizi? Sio zangu hizo. Ndio kutumia mimi, alikuwa kutumia. Bro, wewe unafanya nini ndani? Ni kwako? Sio kwangu. Sema nilikuwa nimeleta mzigo wa shemeji. Alikuwa mzigo gani? Shemeji gani? Chakula. Nani? Huyo. Demo wa blaza, lakini cha ajabu nashangaa huko ndani sijamkuta blaza mwenyewe. Wewe ukaamua kukaa huko. Chakula kinyengi kipo ambacho wewe umekinaniliwa. Chakula kile kule kwenye kona. Embo hicho chakula mwanangu. Kuna chakula? Chakula gani? Kakaza Okay, subiri Shem njoo. Ngoja kwanza. Shem huyu amefuata nini ndani? Nilikuwa nimemwagiza. Njoo mwanangu, njoo mwanangu, mtoto mfumba, bwana tadharau, tunatafuta nini huko tulipotoka? Ngoja basi. Bwana tadharau, Mwanangu sijafanya chochote nakuambia. Mimi sijafanya chochote haki ya Mungu nakuambia. naenda kuumiza, umesikia? Subiri. Okay, subiri. Amekuletea chakula gani? Amekuletea nini? Nilimwagizia tu chips zile pale. Saa ngapi? Ilikuwa huyu hapa dakika za mwisho ni kwamba huyu jamaa tumemkuta huko ndani au vipi? Anavyosema hajafanya kitu chochote, lakini angalia mazingira ambayo shemeji ambayo yapo. Bana, shemeji mwenyewe nimemkuta upo hivyo kwa sababu kaniagiza chakula kanipigia simu. Mimi nikamwambia nipo kwa mshikaji anaishi hapa na huyu mchumba sijui kwa kafanyaje sasa huyu yani. Hebu ngoja kwanza. Brother njoo. Mimi njoo. Naomba wewe njoo kae huko, sio tukasumbuana. Kaa huko. Ngoja. Usiwapigie, njoo tuzungumze, njoo. Ngoja my brother, ngoja. Subiri. Ina maana ukatembea na mke wako. Hiyo mwanangu atakuwa poa. Ngoja kwanza. Wewe mwanangu, humu ndani umeleta chakula? Humu ndani mimi nimeleta chakula, shemeji ndo kanipigia simu. Na hicho chakula na wewe umekula? Hapana, sijala. Kala peke yake? Wewe kwa mpaka bado unamuuliza maswali na kati mwanangu amekula mke wa mtu, mwanangu unamuuliza maswali. Sasa hajala mke wa mtu, tusiseme kwa amekula mke wa mtu, hajala mke wa mtu. Mimi nataka nimuulize kitu kimoja. Subiri. Umeingia huyu jamaa ameusho naye. Sina muda mrefu. Yaani mpaka namaliza chakula. Sasa kwa nini ulivyoleta chakula, kwa nini usiondoke? Yaani kwa nini unaleta mazoea? Umemletea chakula shemeji yako. Shemeji yako umeona yuko hivyo, mpaka anakula anafanyaje, wewe bado uko hapa ndo nini? Nilikuwa nimemsubiria jamaa mwenyewe. Sasa jamaa huyu hapa, jamaa amekuja hapa. Mimi bodaboda wake tu. Bodaboda nani? Wa nani? Mimi bodaboda wa shemeji. Huyu ni shemeji yako? Huyu shemeji. Kwa nani? Kwa bro. Bro wako yuko wapi? Katoka, sijajua kaenda wapi. Bro wako katoka? Huyu anasema bro wake katoka. Huyu mke wa nani kwani? Bro wako ni nani wewe? Kaka wewe ina maana huyu amtambui tena. Wewe ni huyu, subiri, huyu unamjua umjui huyu? Huyu unamjua umjui? Mimi mara nyingi namuonaga. Msije kwanza. Tuondoke naye nje bana. Sasa blaza, kwani kosa langu? Ngoja kwanza, ngoja. Mwanangu umezingua. Kosa lako uliona wakati mwanangu umetembea. Yaani wewe mwanangu, kwa nini mwanangu unakuja kwenye, yaani hujiamini? Yaani unajiamini nini mpaka unaingia kwa chumba cha mshikaji unakaa na mwanamke wake muda wote? Sema dede mwenyewe toka mwanzo aliniambia kwa hajaolewa. Sasa hajaolewa, kwani wewe hujui kama yupo kwenye mahusiano? Wewe hujui kama yupo kwenye kakangu, naomba usichukulie kitu chake chochote. Naombeni jamani, asiye baadaye akatuletea kesi. Sogea basi hapa. Hebu njoo kwanza, njoo mwanangu, njoo tuongee hapa. Wewe mwanangu tulia. Tuongee hapa. Njoo hapa, njoo. Dada. Naombeni mumzuie huyo bro. Sawa. Naombeni mumzuie, njoo mtoeni hapa kwanza tuzungumzie hapa. Mwanangu atembeaga na wake zake. Subiri bro. Ngoja bro, ngoja basi tuzungumze. Tulie au vipi? Vipi? Sawa. Shwari mwanangu. Wewe unatokea wapi? Mimi natokea hapo Kimara Mwisho. Kimara Mwisho? Huku umekuja baada ya kupigiwa simu au umefanyaje? Nimekuja baada ya kupigiwa simu na shemeji kwamba nimeletee chakula. Waga unakuja kila siku mchana? Mimi ndo bodaboda wake ambaye anakuagizaga mara kwa mara. Asubuhi, mchana, jioni, kila siku waga namleteaga chakula. Sikiliza mwanangu, sisi tunaishi naye kibalia. Sikakuletea usela, sisi tunabadilana kisela.
Ngoja kwanza subiri kwanza. Huyu mimi nataka nizungumze naye. Subiri kwanza, mimi nataka nizungumze naye kwanza. Hii mwanangu iwe dakika moja tu. Ngoja mwanangu, njoo basi. wapi mwanangu mzee wetu? Sikiliza basi. Ngoja basi mwanangu. Oya, msimpige basi. Ngoja tumalize mwanangu, tuzungumze kwanza au vipi? Ngoja tena mwanangu. Huyu anataka kurudi ndani wapi? Hebu kaa hapa mwanangu, tulia au vipi mwanangu? Nanyie tulieni au vipi? Mpaka atakaposumbua ndipo tutakapomshika au vipi? Huyu hajasumbua, mwache kwanza atupe kisa cha kuzoea na yeye na shemeji yake au vipi? Anamuua. Oya. Njoo kwanza, njoo hapa mwanangu, tukae hapa tuzungumze hapa. Ngoja. Oya, pigo gani mwanangu mnafanya hizo? Eti my brother. Hamna mwanangu, utakupumzika. Yaani bro, subiri. Bro. Vipi? Yule ni mwanamke wa nani? Hebu kuwa mwazi. Unampenda yule mwanamke? Yule mwanamke mimi simpendi. Mimi bodaboda wake tu. Hebu twendeni. Oya. Yule mwanamke asiachwe peke yake. Twende. Umesikia mwanangu? Upo nini mwanangu, subiri. Kwa sababu tunaweza tukananili, kumbe mwanamke mwenyewe ndo anampenda. Unajua ukute wanapendana. Huyu msimwachie. Ngoja mimi niongee na huyu na Shem. Mambo. Ngoja kwanza Shem. Huyo mimi nipo naye, usimtoe kabisa, mwache. Njoo tuzungumze. Njoo hapa nje. Ngoja subiri tujue. Subiri. Anakuwa naye analiwa. Ngoja kwanza. Ndio lililopo mwanangu. Sawa, mimi nataka nimuulize maswali. Unajua mnaweza mkafanya vitu. Maswali mwanangu, huyu anakimbia. Huyu aliwe ndio kitu ambacho kinaandikwa kwenye kitabu. Huyu analiwa mwanangu. Oya. Huyu mwanangu analiwa mwanangu. Unaona ndani uko nenda. Sikia. Njoo huku Shem, njoo kaa. Umesikia Brady? Oya. Brady. Njoo. Kitu mwanamke ujua yangu hapa chukua poa bora. Nikasikia ndio bwana yangu anaelewa. Wewe kipara wewe ndio sio mshamba na Wautu majana kisela. Wautu majana kisela mwanangu. Mtu mioyo sikiliza mwanangu. Huu tuna tukamtumia au vipi? Oazi. Nikaze basi. Nikaze basi. Sikiliza basi wewe usio mshamba hapa si. Sikiliza mwanangu. Kinyonge. Sikiliza mwanangu. Njoo basi mwanangu sio. Sikiliza mwanangu. Kwani subiri, wewe nyinyi mnamjua ni maneno? Huyu ni jirani sio kati tunamuonaga hapo anaishi hapa sio tukipita sana hapa nje kapoa. Huyu unajua tufanyaje? Ndo wale kamera mwenyewe basi hapa tunazungumza kitu kimoja. Unajua maelezo yake haeleweki. Mimi naomba kuuliza swali. Sawa, mimi naomba kuuliza swali. Sasa ngojeni tumfundishe huyu sawa, tunamfundisha mnavyotaka, ila naomba na mimi nimfundishe ninavyotaka. Sikia. Mimi no, mwacheni jamani, msimzuru bwana, msimzuru jamani. Subiri, msimzuru, wewe mtulia kwanza. Njoo basi. Ngoja basi mwanangu, ngoja basi mwanangu. Wewe basi subirini basi. Ngoja mwanangu, tunamalizia mwanangu, tunamalizia. Sikia. Mimi nataka nimuulize swali. Sikia. Mwanangu mimi mwenyewe natoka bwana. Sikia mwanangu. Sikia. Mimi nataka naombeni basi mimi. Sikia mwanangu. Mbona kama mgeni mwanangu? Sikia. Umesikia mwanangu? Mbona kama mgeni? Naomba basi mimi nizungumze naye. Subiri. Funguo gani? Funguo yuko wapi? Funguo bodaboda yuko wapi? Ipo kwenye pikipiki. Anko. Shem unalia, Shem. Unalia. Sasa wewe unacholia nini hapa?
Sema unacholia nini? Au umefanya mwenyewe makusudi hivi? Kwa nini unafanya vitu kama? Kwa nini unafanya usaliti? Mimi sijafanya kitu chochote. Hujafanya kitu chochote, yani kwa nini mnabaki ndani mpaka mida yenu? Mlikuwa mnafanya nini ndani? Mungu mwambie anisamehe. Mimi sijafanya kitu chochote. Haki ya Mungu na pia sijafanya kitu chochote. Mungu naomba unisamehe. Ni kweli hujafanya kitu chochote? Ni kweli hamjafanya kitu chochote? Kweli shemeji, mimi sijafanya kitu chochote. Hata tukiwapima kwa sababu daktari yupo hapa. Tunaweza tukafanya mpango tukawapima. Je, tukikuta mmefanya chochote? Hamjafanya chochote kweli? Shemeji, haki ya Mungu mimi sijafanya kitu chochote. Mimi wangu nampenda. Mungu mimi nampenda. Sasa kama unampenda kwa nini unaingiza mwanaume mwingine ndani? Akiwa yeye yupo kazini. Kwa nini umlete mwanaume yeye akiwa hapa? Sijafanya kitu chochote shemeji, haki ya Mungu vile na pia mimi sijafanya kitu chochote shemeji, sijafanya kitu chochote. Sasa sawa, hujafanya. Hebu subiri hapo hapo. Umesikia? Hebu huyo mwanangu msimvute mwanangu. Wewe njoo. Afu wewe mwanangu mbona yani wewe mwanangu wewe subiri. Wewe jamaa. Yaani unafanya upuzi kama huo mwanangu, hata samani hujui kusema. Hapana. Wewe ulikuwa unafanya nini? Mimi nimeleta msosi wa shemeji. Shemeji ndo kaniagiza msosi. Sasa kwa nini unavua shati ndani kwa shemeji yako? Kwa nini unavua? Yaani wewe ni bodaboda, kwa nini unamzoea shemeji yako? Kwa nimepoa tu alafu chumba chenyewe feni yenyewe hamna. Ndio uvue shati. Kulikuwa kuna joto. Yaani huyu kumbe anadharau. Sasa sikia. Hebu naomba nizungumze na. Sikia. Wewe umetokea wapi? Ngoja. Wewe umetokea wapi? Mimi nimetokea Kimara Mwisho hapo. Sawa, Kimara Mwisho. Yaani wewe wa mkoa gani? Tabora au wapi? Singida. Mimi nimetokea Mwanza. Alafu anajeuri sana. Mwanza. Kwa hiyo subiri. Kwa hiyo wewe ulivyotoka Mwanza huko ndio uliambiwa mwanangu ukifika huko Dar es Salaam wake za watu mwazoe. Hivyo unajua hapa Dar es Salaam ukimzoea mke wa mtu umejitengenezea kaburi mwenyewe, unalijua? Lakini sikujua kama wewe mke wa mtu. Ukujua wewe si unasema bro unamjua? Si bro unamjua au bro umjui? Bosi wako anakutuma sana. Si unasema ni bosi wako anakujua? Unamlea sana. Huyu mwanangu msikia. Demu wake sio mke wake, aliniambia tu Kwa kama demu wake ndio peleleki demu wake. Bana ananiagiza tu msosi basi. Sijafanya naye kitu chochote. Wewe unamtamani demu wake? Mwanangu. Kwani nyinyi wanangu nyinyi mnataka mfanye nini? Hem tubadilisheni hizo dhamira bwana. Mnambanduaje mwanamume mwenzenu sasa? Mwanangu mlauliwa mwanangu. Acheni bwana, hebu tumalizeni. Tulizungumze. Sikia mwanangu, mademu zetu wanabaki maskani, ndo wanakuja kuharibu wanawake zetu. Umesikia mwanangu? Mimi nataka nikuulize kitu kimoja. Nimpe tu elimu moja. Nataka nimpe elimu moja. Sikia. Mwanangu. Sawa, nyinyi mtamla mnavyotaka. Sikia mwanangu. Sikia. Bro, next time. Mimi nakwambia kweli next time usimzoee mke wa mtu. Sawa, na ili liwe fundisho kwa vijana wenzako huko. Najua sisi wa Mwanza, mimi mwenyewe ni Msukuma mwenzako. Sikia. Tuna mtindo kupigana, njoo Dar es Salaam maisha. Uwaambie wenzako kabisa, mke wa mtu sio. Mimi nimeshindwa kukutetea mwanangu. Hii kesi sio ndogo. Sio, unaelewa? Unanielewa? Au ngoja nikuulize swali. Subiri nimuulize. Unampenda? Hapana, mimi simpendi, abiria wangu tu. Ushakufanya naye chochote? Sijawahi kufanya naye zaidi ya kumletea tu msosi. Pia kama hujawahi kufanya naye chochote. Haki ya Mungu, mimi sijafanya naye chochote yani brother. Hujawahi kufanya naye chochote? Sijafanya naye chochote, Mungu shahidi. Subiri, si mnataka ukweli? Sasa humo ndani kwani ni kwenu wanangu? Humo ndani. Sasa mnambadua. Kwani humo ndani ni kwenu? Afu nyie mbona nyie ndo mna uchungu wakati nyie hata hawahusu huyu? Sasa wake zenu kwani mnagongewa na nyie? Sisi tunaenda kazini. Imagine ungekuwa wewe ungefanyaje? Tulia basi mwanangu. Sawa. Fanya hivi, sikia basi. Haya basi. Huyu kwani wanangu. Kwani wanangu mna nini wanangu? Wanangu sio kweli hivyo wanangu. Tulia bro, tulia. Ongea nao basi. Usigonge basi mwanangu. Mbona hivyo mwanangu? Simfungue tuongee. Afu nyewe kwani mwanangu? Sikilizeni basi wanangu. Naombeni mnifungulie basi tuzungumze. Naombeni mnifungulie mimi. Hakuna sikia. Sawa, haya basi naomba tuzungumze. Naombeni tuzungumze. Basi fungueni, naombeni. Njoo basi. Njoo mwanangu. Njooni huku mwanangu. Basi. Sasa tulia basi. Ngoja. Dada ananiumiza. Ngoja. Tulia basi mwanangu. Mwacheni basi mwanangu. Mwacheni.
Anakuwa kwa mnapigo za ajabu kutoka nje huko mwanangu naye. Mbona kama unamchezea? Sikia mwanangu. Au umekuja naye mwanangu? Oya, sikia mwanangu, sikia. Oya bro, sikia. Mbona kama unamkingia au? Mbona kama unamkingia? Ondoka. Kimbia unapotaka mwanangu. Hebu acheni mambo yenu. Oya baba, oya. Mwanangu mwache bwana. Rudi huko. Mwanangu mimi nisingekuja nafikiri kitu gani wangeamini hapa. Sio karudia tena kufanya hizo pigo au vipi? Sawa, haina shida. Mimi jamani fungu yake sinaweza nikampa au? Fungu kwa itoke. Chagua mawili hapa. Yaani una option mbili. Mbona kinyonge blaza? Yaani kinyonge hivyo. Yeye aenda hivi mwanangu bila pikipiki. Sasa mimi mawili. Okay, naomba fungu. Basi naombeni fungu. Sasa mimi naondokaje bila pikipiki wakati mnajua pikipiki ya bosi? Pikipiki sio yangu, pikipiki ya bosi. Sasa naachaje pikipiki wakati unajua pikipiki sio yangu? Mwanangu. Mwanangu usimpige basi mwanangu. Ngoja tu. Nachele basi mimi nizungumze naye. Mimi naombeni nishike hiyo funguo, naombeni. Mimi simpi. Mimi simpi. Sio kinyonge. Sikiliza mwanangu. Yaani anavoka hapa anazidi kumkera mshikaji, ndio maana anataka. Unapenda au vipi? Mimi maisha yangu napenda kuliko kitu chochote. Au vipi? Basi jikatae mwanangu bila pikipiki. Na upotee katika mji tusikuone tena. Yaani ukutana na sisi unaumia. Sasa mimi naondoka vipi blaza wakati unajua pikipiki yenyewe ndio kwanza nimepewa mkataba, naondokaje bila pikipiki? Bosi hawezi kunielewa. Sikiliza wewe umezengua kwa mshikaji. Unaulizwa. Msamaha wako mwanangu, nyanyuka ondoka mwanangu. Bila pikipiki. Hiyo ndio solution. Au chague moja mwanangu. Tukumege au pikipiki uiache, chagua moja mwanangu. Kwa sababu uwezo wao tunao mwanangu. Mimi uwezo wao hata Kitu uzima mwanangu. Mwanangu kama vile kinyonge sana. Yaani kinyonge sana. Kwani pikipiki ya nani? Si ndo yake? Ndio yake hiyo. Oya babu. Pikipiki unaacha, pikipiki yako. Na mimi. Sikia, njoo mwanangu. Njoo chukue pikipiki yako uondoke. Naombana msamaha. Mshikaji yuko wapi? Bro. Njoni huku basi. Njoni huku mwanangu. Mimi naombeni tu naulize maswali. Shema, njoo msikilize kwanza bro. Mimi simkingii kifua. Shema, tusikae humu ndani tutaumizana kama vipi. Njoni huku. Njoo tuzungumze. Wewe wanawake wanadodwa nini mwanangu? Ngoja. Kuja Shemu aje. Shemu njoo. Sikiza naye kaza basi na wewe mwanangu. Jikaze. Ngoja Shemu njoo. Shemu. Kwani mwanangu si demu wako amemoa? Hajamoa. Wanaishi tu pamoja. Lakini hata kama hivyo sawa, lakini sasa sisi ndio tunatakiwa kufanya pigo kama hizo. Sio, unaelewa? Shemu. Sijakupa na nimekupa kila kitu lakini na kutoa kwa nimekuleta mjini. Nguo ukitaka nakupa, simu ukitaka nakupa, na chochote ukitaka nakupa. Nini na mimi nimekukataza mazoea nayo kijana. Mara ngapi nimekukataza usone mazoea nayo? Mara ngapi kasi unakwambia sitaki. Mimi yani kesho unakwambia sitaki mazoea nayo. Ona kama unanifailisha bedha. Tunaona na sema hiyo kwa hivi sio kweli. Hebu naombeni hiyo fungu yake ya pikipiki kwanza nishike. Naombeni hiyo fungu yake. Maana hivi vitu hivi. Sema wewe unamkingia kifua. Mimi sikingi, naombeni. Naomba. Basi naombeni fungu yake kwanza, naomba. Unampenda mshikaji wako? Mimi nampenda mume wangu. Sasa kwa nini unafanya vitu vya ajabu? Mimi sijafanya chochote, yule amekuja tu ameleta chakula, nikamwambia naniliu karibu ukae hapa nje. Alikuwa tu kakaa hapo, mimi nikaa nimekaa pale. Ndio nakaa hivi, angalia na kanga hivi. Au tanga hivyo ndio mnavyofundishwa? Hapana, alikuwa tanga ndio mnavyoishi hivi Nipeni pikipiki yangu basi. Nipeni fungua pikipiki vipi? Si mambo yashaisha kwanza. Sasa mwanangu wewe vipi? Nipeni fungua pikipiki basi. Si mambo yashaisha tayari. Nipeni fungua pikipiki basi. Nipeni. Sikia mwanangu, njoo. Mwanangu msimpige basi mwanangu. Mwacheni bwana, msimpige bwana. Si mambo yashaisha. Mambo yashaisha tayari. Mambo basi akaa chini. Mkaa chini. Nitakuchomeka mwanangu. Mic yangu iko wapi? Mnadondosha mic yangu bwana. Hamna mic yangu. Mwanangu kinyonge sana. Ngoja mimi naomba nizungumze naye. Bro.
Vipi? Unaitwa nani jina lako? Naitwa Tony. Mwanangu, umeona leo umehatarisha ndoa ya watu. Kwa hiyo hapo wanaume wawili, yani mna mwanamke mmoja. Hapana, huyo mimi sio mwanamke wangu. Yaani kwa nini unafuata nini ndani kwake? Mimi bodaboda wake tu, alikuwa ameniagiza msosi ndio nikani nimemletea chakula. Kukataza akili. Jamaa alikukatazaga kuwa karibu na mwanamke wake? Jamaa mara nyingi anaongeaga tu kama utani. Lakini si unajua kama ni mke wake anaishi naye? Sijajua, hata yeye mwenyewe hajaniambia kama ni mke wake. Kwa hiyo ndio maana ukataka kufanya unachotaka ukifanya. Hapana, mimi sikutaka kufanya hicho unachokimaanisha wewe. Mimi nimemletea msosi tu, ni abiria wangu. Okay, sawa. Inaweza ikawa leo ndo mwanzo na mwisho kuwasiliana na mashemeji zako, yani shemeji yako yoyote yule. Sema kwa nini wao wanapenda na kiweupe jamaa? Sawa, si jamaa ndo atakuwa ameamua hivyo, haina shida. Sio jamaa, wewe hapo, wewe tunataka uamue wewe. Sawa. Simzoee. Sawa. Talipa kesi hivyo. Sawa. Sawa. Mimi nipo tayari kwa chochote, kama ni mazoea yaishe sawa. Kuanzia leo. Mambo yako, ukiniona tusalimiana, mimi mzana sitaki za mke wangu. Oya, chukuru kaja blaza hapo. Oya, kufanya vitu vibaya. Mwanangu, mimi nisingekuja nafikiri kitu gani wangeamini hapa. Usije ukarudia tena kufanya hizo pigo au vipi? Sawa, haina shida. Mimi jamani, fungu yake sinaweza nikampa au? Fungu itoke. Chagua mawili hapa. Yaani kuna option mbili. Mbona kinyonge blaza? Yaani kinyonge hivyo. Enda hivi mwanangu bila pikipiki. Acha mimi mawili. Okay, naomba fungu. Basi naombeni fungu. Sasa naondokaje bila pikipiki wakati mnajua pikipiki ya bosi? Pikipiki sio yangu, pikipiki ya bosi. Sasa naachaje pikipiki wakati unajua pikipiki sio yangu? Mwanangu. Simpige basi mwanangu. Nacheni basi mimi nizungumze naye. Mimi naombeni nishike hiyo funguo, naombeni. Mimi simpi. Sio kinyonge. Sikiliza mwanangu. Yaani anavoka hapa anazidi kumkera mshikaji, ndio maana anataka. Unapenda au vipi? Mimi maisha yangu napenda kuliko kitu chochote. Au vipi? Basi jikatae mwanangu bila pikipiki. Na upotee katika mji tusikuone tena. Yaani ukutana na sisi unaumia. Sasa mimi naondoka vipi blaza wakati unajua pikipiki yenyewe ndio kwanza nimepewa mkataba, naondokaje bila pikipiki? Bosi hawezi kunielewa. Sikiliza, wewe umezengua kwa mshikaji. Unaulizwa. Msamaha wako mwanangu, nyanyuka ondoka mwanangu. Bila pikipiki. Hiyo ndio solution. Au chague moja mwanangu. Tukumege au pikipiki uiache, chagua moja mwanangu. Kwa sababu uwezo wao tunao mwanangu. Mimi uwezo wao hata kukubandua peke yangu mimi ninao mwanangu. Unisumbue hata kidogo mwanangu. Bora mbaki na pikipiki. Bora mbaki na pikipiki. Au vipi? Ukatae mwanangu. Mwanangu, hii itakuwa fundisho mwanangu. Ila kisada. Mwanangu kalegea mwanangu. Mboi gani mwanangu wewe? Wanaume tupo hivyo. Yaani wewe mlaaliwe. Yaani katafuna mke wako. Sasa uona shino. Sasa subirini niwaambie wanangu. Sawa. Jamaa sikaondoka. Naombeni hiyo funguo. Mara moja tu. Samanini. Mimi naombeni tu hiyo funguo. Naombeni. Umeona sawa. Sikia. Umeona anauma sana. Hamna cha huruma. Hamna. Wewe naomba hiyo funguo. Naomba. Naomba mara moja. Mimi nitairudisha, mkihitaji nitairudisha. Huyu mwenye kasida kulegea subiri. Sawa. Okay, ngoja. Umesikia? Mmeona hii funguo wanangu? Hichi ni chombo cha moto. Pia hatujui ni nani ambaye anamiliki hichi chombo. Njia rahisi ni hii. Umeona hii funguo? Tupelekeni kwa mjumbe. Hii pikipiki, si mjumbe yupo hapa, si unamjua mjumbe? Hii pikipiki iende kule. Kwa sababu lolote linaweza likatokea baadaye. Hapa kimepotea kitu, nafikiri atalaumiwa nani? Cha msingi hapa ni kwamba tuipeleke hii, kama jamaa akija basi moja kwa moja kwa mjumbe, hizo mambo mengine mtamaliziana huko kwa mjumbe. Wewe sasa hivi baki na shemeji hapa, jaribu sema wewe mwanangu. Hamwezi mkafanya kitu chochote. Mwanangu, vitu kama hivi. Umeona watu kama wale? Fundisho lao mwanangu. Unawageuza mwanangu na wewe mwanangu hiyo huko msifike. Sasa sikia. Mnauliwa mwanangu. Sawa, basi sawa. So huruma. Yaani kwa wenyewe mnaweza kumbandua mwanaume mwenzenu. Vizuri tu mwanangu. Na mwanangu alikuwa na mla. Kwa nini angetafunwa? Mwanaume mwenzenu. Mimi ni mambo ya viatu mwanangu. Kwanza simu yake iko wapi ile mshikaji? Simu yake iko wapi? Simu yake iko wapi? Mwanangu, hebu vitu vyake naombeni vitu. Mpigane. Viatu vyake viko wapi yule mshikaji? Viatu viko wapi? Sasa funguo tukupe. Viatu tukupe, simu tukupe. Simu yake iko wapi? Simu yake iko wapi? Simu si tushaenda, tumeacha tupoenda huko. Yes, kama ukimbia. Na sisi tumekimbia na simu. Sema mwanangu, sikiliza hata akirudi mwanangu, anza akarudi hapa. Ngoja, mimi nakwambia huruma sio malezi. Huruma sio malezi.
mpatanishaji ndio nimeachwa peke yangu. Wote wameondoka. Subiri kwanza. Shem. Bro. Sasa mwanangu. Mnayazungumza? Mnaongea? Odi. Sasa umesikia nangu? Mimi niombe kitu kimoja tu. Naomba msiachane. Sawa eh? Nyinyi wenyewe ndio mnajua, yani hapa mna bado maboresho mengi sana ambayo mnatakiwa kuyafanya. Mnatakiwa kufanya maboresho ya chumba, mbadilishe maisha yenu, mtengeneze familia, mnapata watoto kesho kutu. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo mwanangu, kama mnaweza kuongea basi mkae muongee. Mkiona mwezi, kila mtu amwache mwenzake afanye maisha yake. Ila kwa situation kama hii iliyotokea, kwani hizo kondomu ni za nani? Hebu tuongee ukweli, hizo kondomu ni zako? Hizo kondomu za nani? Alikuja nazo Msukuma, anasema sijui anapeleka wapi huko. Mbona ziko mbili, moja iko wapi? Hem naziomba. Sasa yeye kwa nini anakuonyesha kondomu huyo Msukuma? Au mmezoeana naye sana? Inatosha? Baridi basi, haina noma mwanangu. Kama kuna chochote mwanangu, kama ulivyonipigia, kama kutatokea kitu chochote kile, nipigie tena mwanangu. Au vipi? Sasa hii pikipiki inabidi iende kwa mjumbe, tunafanyaje? Basi hapa ndo tufanye mpango, tukate hiyo naniliu hapo, tufanye mpango tuende kwa mjumbe tupeleke hiyo pikipiki. Kama chaji yetu hapo itakuwa beni, kama chaji inatosha tuende nayo kabisa, waone kabisa tunavyoenda kumkabidhi mjumbe ili mradi baadaye au turekodie simu yako eh? Yeah. Sawa. Basi sawa ndugu zangu, mimi naondoka. Kwa elini. Sema shemu usizingue tena, usije ukamuingiza. Yaani mtu mwingine anaweza akakuua hata wewe mwenyewe. Sawa? Sawa, kwa elini jamani. Sasa wanangu, all the best. Mwanangu, ile njia ile mwanangu, kwani hamna njia shortcut hapa? Na huko kwa mjumbe ni wapi? Amenitelekeza wote. Okay jamani, tutaendelea baadaye kwanza. Ngoja tuone kitu gani ambacho kinafuata baada hili, alafu tutaendeleana kupeana update. Thank you so much. Bye bye.